Baada tu ya uchaguzi ambao pia uliweza kufanyika kule Tanzania hivi majuzi, ambao pia uliweza kukumbwa tu na maandamano ambao pia watu wengi tu zaidi waliweza kushangazwa nayo. Ukumbuke tu tayari Samia Suluhu aliweza kuapishwa, lakini kuna baadhi tu ya Watanzania waliamua tu kuweza kupeleka kesi kotini ya kuhakikisha tu kwamba wameweza kupinga uchaguzi wa Samia Suluhu Hassan. Ukumbuke tu kule Tanzania hauwezi kuenda katika koti baada tu ya rais kama ashatangazwa kuwa rais, hakuna mahali ya kuenda kupinga uchaguzi kabisa, lakini tu waliweza kuenda katika East Africa Court ama koti ya Afrika Mashariki ili kuhakikisha tu kwamba wameweza kupinga uchaguzi wa Samia Suluhu Hassan ambaye pia aliweza kushinda uchaguzi na kura ambazo pia ziliweza kuwashangaza watu wengi sana kwa sababu ilikuwa asilimia tu 98% ya wapiga kura ambao pia waliweza kupiga kura kule Tanzania, kitu ambacho pia kiliweza kushangaza watu wengi zaidi kwa sababu hata Magufuli mwenyewe alikuwa anapendwa sana na watu wengi zaidi kule Tanzania, lakini hakuweza kupigwa kura zaidi ya asilimia kama ile kwa sababu yeye aliweza kushinda kura na 51% kwa sababu wakati mwingi inasemekana watu wakipiga kura hata hapa nchini Kenya ama kule Tanzania watu hawapigi wengi zaidi kama wale ambao pia wameweza kuregister kama wapiga kura, kitu ambacho pia inasemekana kwamba huenda tu labda aliweza kufanya ujanja vile na ndio maana tu akaweza kushinda kura, kitu ambacho pia kimeendelea kuzua reaction nyingi sana pale katika mitandao za kijamii baada tu ya East African Court ama koti ya Afrika Mashariki kuweza kusema tu ya kwamba uchaguzi wa Samia Suluhu haukuwa halali kabisa kwa sababu hata wale observers hawakuwa na internet ama kuweza kufuatilia matokeo live kwenye TV kwa sababu kule internet iliweza kuzimwa, TV zikaweza kuzimwa, so people walikuwa tu katika dark kama katika giza, haikuwezekana watu kuweza kufuatilia matokeo moja kwa moja baada tu ya Rais Samia Suluhu kuweza kuapishwa, na ndio akaweza kufungua kila kitu kikaweza kuendelea kama kawaida, kitu ambacho pia koti ama East Africa Court imeweza tu kusema kwamba uchaguzi wa Tanzania ulikuwa tuna dosari mingi zaidi, hauwezi kubalika kabisa, lakini kitu ambacho pia tunajua kama kawaida East African Court haiwezi kufanya kitu chochote ama kujaribu kuweza kumtoa Samia Suluhu kwa sababu tayari Tanzania ni sovereign state ambao pia iko na wanajeshi wake na haiwezi kukubali matokeo ya East African Court kwa sababu pia wako na katiba ya kwao, kitu ambacho pia inaonekana tunikana kwamba Samia Suluhu ataweza kuendelea licha ya koti ya Afrika Mashariki kuweza kusema tu ya kwamba uchaguzi wa Tanzania uliweza kumbwa na dosari mingi zaidi na hauwezi kukubalika kabisa. Ni issue ambayo pia tutakuwa tuna follow kuweza kuendelea kusikiza activists ama wanasheria mbalimbali hapa East Africa kutokana na uchaguzi wa Tanzania baada tu ya koti kuweza kusema tu ya kwamba haikuwa halali. Ni issue ambayo pia tutakuwa tuna follow katika mitandao za kijamii. Make sure umesubscribe kwenye baby wa baby alafu huyu ni baby Mafi muscular. You know what? Yeah, this is it.